Kristo tumeomba tukiamini, amen. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa tunajifunza linaloitwa Mkristo na maisha ya maombi. Mkristo na maisha ya maombi. Na andiko letu la somo au la msingi limekuwa ni kitabu kile cha Wathesalonike sura ile ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 17. Wathesalonike sura ile ya 1 mlango ule wa 5 na mstari ule wa 17. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Tulipokuwa tunaanza katika mwanzo wa somo hili, tuliangalia mambo mengi ambayo Biblia inafundisha na kueleza kwa habari ya maombi. Jambo la kwanza tuliona ya kwamba maombi ni mfumo wa maisha katika ufalme wa Mungu wenye kuruhusu mambo makubwa mawili katika maisha ya wana wa ufalme. Narudia tena, maombi ni mfumo wa maisha katika ufalme wa Mungu wenye kufanya mambo makubwa mawili kwa watu wa Mungu. Jambo la kwanza ni kutoa nafasi ya kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Lakini jambo la pili, inatupa nafasi ya kumweleza Mungu mahitaji yetu ya maisha ya kila siku. Narudia tena, maombi ni mfumo wa maisha katika ufalme wa Mungu ambao unatupa nafasi ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, unatupa nafasi ya sisi kuimarisha mahusiano yetu na Mungu, na jambo la pili, inatupa nafasi ya kumweleza Mungu mahitaji yetu. Na tulipokuwa tunaanza, tulizungumza jambo la msingi ambalo natamani tena nilirudie na kila mmoja aelewe. Bidii yetu ya maisha ya maombi haipaswi kuamuliwa na uwepo wa changamoto zinazojitokeza kwenye maisha yetu, bali kina cha uhusiano wetu na Mungu. Usiniangalie, andika, ndio tunaenda hivyo. Bidii ya mahusiano yetu na Mungu haipaswi, bidii ya maombi yetu haipaswi kuamuliwa na uwepo wa changamoto zinazojitokeza kwenye maisha yetu, bali kina cha uhusiano wetu na Mungu. Watu wengi mna bidii ya kuomba pale maisha yanapowaonesha mnapita kwenye changamoto. Yaani nguvu na bidii ya kuomba kwenu inaamuliwa kwenye nyakati ambazo changamoto kwenye maisha zinajitokeza. Na tukasema Mkristo ambaye bidii yake ya kuomba inaamuliwa na matatizo au changamoto zinazojitokeza, ni dhahiri maisha yatakapoonekana kuwa salama, huyu mtu hataomba. Na ndiyo maana wengi wakati mambo yakiwa shwari huwa hamumtafuti Mungu. Bidii yetu ya kuomba au kumtafuta Mungu inapaswa kuchochewa na kina cha uhusiano wetu na Mungu, na sio uwepo wa changamoto au matatizo kwenye maisha yetu. Mwambie jirani yako, wakati wa amani omba. Mwambie na wakati wa changamoto pia omba. Bwana asifiwe sana. Tusimfanye Mungu kuwa mbadala baada ya mambo yetu na mbinu zetu kukwama. Hivi unajua hata maisha ya Wakristo wengi mara nyingi huwa mnamtafuta Mungu baada ya kuwa jitihada na bidii zenu zimefika mwisho. Yaani ni kama Mungu ni mbadala baada ya mipango na makusudi yenu kuwa yameshindikana. Haifai kuwa namna hiyo. Maisha ya maombi ni maisha yetu kama waamini. Anasema ombeni bila kukoma. Lakini pia tulizungumza tukasema bidii yetu ya kuomba haipaswi kuathiriwa na uwepo wa changamoto zinazojitokeza kwenye maisha yetu. Bidii yetu ya kuomba haipaswi pia kuathiriwa na uwepo wa changamoto zinazojitokeza kwenye maisha yetu. Kuna watu maisha yakiwapitisha kwenye nyakati ngumu mkaumia moyo, unasema ninaumini na maumivu moyoni kwa kiwango ambacho siwezi kuomba. Tukamwona Yesu kama mfano mzuri. Biblia inasema wakati ambapo moyo wake ulikuwa una huzuni kiwango cha kufa, bado alienda mlimani akawa anaomba katika nyakati ambapo wanafunzi huzuni imewatawala. Maisha yetu ya maombi hayapaswi kuathiriwa na vile tunavyojisikia au namna ambavyo mioyo yetu imepita kwenye nyakati mbalimbali kwenye maisha. Nataka hili liingie ndani yako ili uyaone maombi kama maisha
ambayo hayapaswi kuathiriwa na kitu kingine chochote. Na ngoja niwaambie kitu kingine wanangu kitakachowasaidia. Kwenye maisha haya utachagua wewe. Utachagua kuwa Petro au utachagua kuwa Paulo na Sila. Iko hivi. Petro alifungwa gerezani akalala. Paulo na Sila walifungwa gerezani wakaomba. Walipita kwenye tatizo linalofanana, lakini waliikabili changamoto kwa namna inayotofautiana. Na Petro, kanisa lisingeamua kuomba, Biblia inaonyesha wazi ya kwamba angeliwa kichwa na mfalme kama ambavyo Yohana alikufa. Nisikilize, chochote usichoamua kukikabili kwenye maisha yako kitakutesa wewe na vizazi vyako. Umenisikia nilichokisema? Tatizo lolote usiloamua kulikabili kwenye maisha yako litakutesa wewe na vizazi vyako. Akamuua Yohana, akaona imewapendeza watu, akaamua kwenda mbele zaidi, akataka kumuua na Petro. Akili zikalijia kanisa la Mungu, likasema njia rahisi ya kuzuia huyu jamaa asiendelee kutuua ni kuamua kuomba. Na kanisa lilipoamua kuomba, Biblia inasema msaada wa Mungu ulipatikana. Petro aliyekuwa gerezani akatoka. Maisha ya watu wengi, mnamtafuta Mungu wakati changamoto zinapoonekana kuwa zimekuja, na wakati mambo yanapoonekana kuwa ni amani, hamna muda. Na naomba niwaambie, ikiwa mahitaji ndio kitu pekee kinachokufanya umtafute Mungu kwa bidii, vipi wakati ambapo Mungu atakujalia kuwa na kila kilicho chema ambacho mtu anakitafuta na kukitamani kwenye maisha? Utaomba? Yaani ikiwa wewe na kila, ngoja nikwambie, ikiwa kila siku unapoendaga mbele za Mungu wewe unaombaga hela, unaombaga mali, unaombaga fedha, yani kila kitu, hivi wewe Mungu akupa nafasi ya kwenda kuishi Marekani kule au Canada ambapo watu wanapewa kila kitu kizuri, wewe utaomba wewe kweli wewe? Mwambie mwenzako, utaomba wewe kweli wewe? Ndio maana nakwambia bidii yetu ya kuomba katika maisha ya maombi ni lazima ichochewe na uhusiano wetu na Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Tunaenda pamoja kanisa la Bwana? Okay. Naomba tuendelee mbele zaidi. Na tulipokuwa tunaendelea hapo, tukaanza kuangalia swala zima la mambo muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nayo. Na hapo tutaendelea leo, mambo muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nayo. Tuliangalia mambo kama 5, lakini naomba leo nisiendelee mbele tena. Nataka nirudi katika baadhi ya maeneo na tupate vitu vya kutusaidia zaidi kabla hatujaendelea mbele zaidi. Amina. Kumbuka iko namna hii watu wa Mungu. Mungu amejipambanua mwenyewe kwenye neno lake ya kwamba shauku yake ya kujibu maombi yetu ni kubwa kuliko shauku yetu ya sisi kujibiwa na yeye. Narudia tena, shauku ya Mungu kutujibu tunayomuomba ni kubwa sana kuliko shauku ya sisi kujibiwa na yeye. Yaani Mungu amejipambanua kwenye neno lake ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Maana yake kabla wewe haujaomba, Mungu tayari ana shauku ya kukujibu. Tunaelewana vizuri? Na kama Mungu ana shauku ya kukujibu, ni kwa nini umetumia muda mwingi kuomba lakini majibu ya maombi yako hayalingani na kiwango cha bidii yako ya kuomba? Mwambie mwenzako kuna shida sehemu. Mwambie tena kuna shida sehemu. Na sasa naomba nikwambie, moja ya elimu muhimu katika maisha ya kila Mkristo kuwa nayo ni elimu kuhusu maombi. Wanafunzi wa Yesu walipomwona Yesu akiomba, Biblia inasema walimwendea wakamwambia, mwalimu, utufundishe na sisi kuomba kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake kuomba. Watu wengi mnafunga mifungo mingi, mnaomba sana, lakini matokeo ya maombi yenu hayalingani na uwekezaji wa muda, kwa sababu kiwango cha ufahamu wa neno kuhusu kanuni zinazotawala matokeo kwenye maisha ya maombi ni mdogo sana. Tukaanza kuona mambo ya muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nayo. Jambo la kwanza tukaona ni imani ya Mungu kufanya. Naomba niigusie tena hilo eneo. Imani ya Mungu kufanya. Imani ya Mungu kufanya.
Na andiko letu ni Waebrania 11 mstari wa 1 na wa 6. Tulipita huko lakini naomba nirudie tena, nitaongezea vitu vingi hapo alafu tutaangalia na maeneo mengine tena. Waebrania 11 mstari wa 1 na mstari wa 6. Biblia inasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Anasema imani ni kuwa na uhakika. Alafu anasema yeyote anayemtafuta Mungu ni lazima awe na uhakika wa moyoni wa Mungu kujibu yale tunayomwomba. Sasa naomba niongee hapa jambo litakalo kusaidia. Imani ni uhakika unaojengwa katika maeneo makubwa mawili. Imani ni uhakika unaojengwa katika maeneo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni uhakika wa uwezo wa Mungu kukusaidia katika yale unayomwomba. Uhakika wa uwezo wa Mungu kukusaidia katika yote unayomwomba. Na jambo la pili ni uhakika wa uaminifu wa Mungu katika kutimiza ahadi zake. Moja ni uhakika wa uwezo wa Mungu. Ukiwa na uhakika wa moyoni ya kwamba Mungu ana uwezo usiozuilika, hakuna jambo litakalo kusumbua wala hakuna hofu itakayoweza kukushinda. Na naomba niwaambie kitu, Wakristo wengi hamna imani, ila mtu akiwatazama na kuwasikiliza kwa nje anaweza akafikiri mna imani. Ngoja nikupe mfano. Imani si ni uhakika wa moyoni? Moja, unaamini katika uwezo wa Mungu kufanya. Wengi mnaingia kwenye maombi mkiwa mna hofu na huzuni na kutokujua cha kufanya, lakini jambo la huzuni, hata baada ya kuwa umemaliza kuomba bado unatoka ukiwa na hofu na mashaka. Mwambie mwenzako hiyo ni imani, kwa sababu imani inaleta utulivu wa ndani katika mazingira ambapo dhoruba ya nje inapiga sana. Daudi anasemaje kwenye Zaburi 23? Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Nini kinaleta utulivu wa ndani? Ni utulivu kwa sababu wanajua Mungu yuko pamoja nami. Maana yake kiwango cha ukuaji wa imani ndani yako huwa kinaleta utulivu kwenye mazingira ambayo hata kama dhoruba kwa nje inaonekana kuwa ni kubwa kuliko uwezo wako. Imani ni uhakika unaojengwa katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni uhakika katika uwezo wa Mungu kufanya unayomwomba, na jambo la pili ni uhakika wa Mungu kutimiza ahadi zake. Bwana asifiwe. Okay, naomba tuangalie hapa andiko litakalo kusaidia. Luka sura ile ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 10. Luka sura ile ya 7 mstari wa 1 mpaka ule wa 10. Tumesema imani moja ni uhakika wa uwezo wa Mungu kufanya. Unapochagua kuwa mtu wa maisha ya maombi, ni lazima uwe na imani, uhakika wa moyoni wa Mungu kukusaidia. Luka sura ile ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 10, Biblia inasema, alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, amestahili huyu mtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Mstari wa 6. Basi Yesu akaenda pamoja nao, hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda uenda, na huyu njoo huja, na mtumwa wangu fanya hivi ufanya. Yesu aliposikia hayo alimstaajabu,
alimstaajabia, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Biblia inasema kulikuwa na akida mmoja ambaye alikuwa na kijana wake wa kazi anaumwa. Biblia inasema akatuma watu kwa Yesu, wakaenda kumwambia, huyu mtu anastahili kutendewa jambo hili, ametujengea mahali pa kuabudu. Yesu akasikia ombi lao, akawa anaenda. Biblia inasema akiwa yuko njiani, yule akida akatoka akamwahi Yesu kabla bado hajafika. Akamwambia, mwalimu, sikiliza, mimi ni kiongozi, mimi ni askari, nina maaskari wengine chini yangu, nikitoa amri huwa wanafanya kama nilivyoelekeza. Akasema hivi, ninaamini hata uhitaji wewe ufike nyumbani kwangu ili kijana wangu wapone. Neno lako lina uwezo wa kufika kule ambako bado haujafika. Biblia inasema aliposema, Yesu akasema, sijaona imani kubwa namna hii. Kwa nini? Aliuona uhakika wa yule mtu wa moyoni, kwa kiwango gani Yesu ana uwezo wa kushughulika na lile jambo hata kama hayupo kwenye eneo la tukio. Imani ni uhakika wa moyoni kuhusu uwezo wa Mungu kushughulika na mambo yako. Tatizo lako ni moja, unawaamini watu zaidi kuliko unavyoamini Mungu kukusaidia. Muulize jirani yako, ukipatagwa na changamoto za ghafla, mimi ukipata changamoto ya ghafla, huwa unaingia kuomba kwanza au unatafutaga watu wa kuwaeleza kwanza? Naona mama Majidi kamwangalia mume wake kwanza usoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Lakini tumesema jambo la pili, imani inajengwa katika uhakika wa uaminifu wa Mungu kutimiza ahadi zake, si ndio? Nataka tuutazame ukweli huo. Waebrania 11 na mstari wa 8. Waebrania 11 na mstari wa 8. Nataka nijenge msingi kwenye hilo fundisho ili uweze kuelewa ya kwamba imani ni uhakika. Uhakika katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, uhakika katika uwezo wa Mungu kufanya. Jambo la pili ni uhakika katika uaminifu wa Mungu katika kutimiza ahadi zake. Waebrania 11 mstari wa 8 anasema hivi, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Biblia inasema wakati Mungu alipomuita Ibrahimu atoke katika nchi ya kwao, mahali ambapo alikuwa amewekeza na kukaa muda mrefu, Mungu anamuita atoke akiwa na umri wa miaka 75. Anamwambia aende katika ile nchi ambayo ataenda kumpa. Biblia inamtaja Ibrahimu kama mtu wa imani. Kwa nini? Aliamini uaminifu wa Mungu katika zile ahadi ambazo Mungu amempa, na zikamfanya kuchukua hatua ya kwenda asijue aendako. Na nikuonesha jambo jingine. Kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 24 mpaka wa 26. Mwanzo 50 mstari wa 24 mpaka ule wa 26. Biblia inasema, Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Nisikilize vizuri. Yusufu alikuwa anafahamu ahadi ambayo Mungu amewapa, ya kwamba Mungu atawapeleka kwenye nchi ya ahadi yenu. Imefika maisha yanaendelea mpaka wakati anapokufa akiwa kwenye nchi ya Misri. Wakati anakaribia kufa, anawaambia ndugu zake, ni kweli ninaenda kufa, lakini nina imani katika ahadi za Mungu. Nina uhakika na Mungu aliye mwaminifu kwenye ahadi zake. Ninaomba uitunze mifupa yangu, na siku ile Mungu atakapowatoa na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi yenu, ninaomba mifupa yangu msiizike wala kuiacha Misri, mtaenda nayo kuizika katika nchi ya ahadi. Jaribu kufikiri, mtu yupo kwenye wakati wake wa mwisho, anakufa,
anaondoka, lakini moyoni anawaambia, ijapokuwa macho yangu hayajaona, haina maana ya kwamba Mungu sio mwaminifu. Yeye aliyeahidi atatimiza, hata kama mimi sijaona, lakini ile ahadi ya nchi yetu ipo na Mungu ataifanya kwa vizazi vyetu. Wazazi mlioko mahali hapa, naomba niwaambie, chochote ambacho umemwamini Mungu katika maisha yako, jifunze kuwaeleza na kuambia watoto wako. Hata kama wakati unapoondoka duniani macho yako hayatakuwa hayajaona, waambie bila shaka Mungu atawajia na haya aliyotuahidi atayafanya. Kabisa. Ukitaka kujua hilo jambo, baada ya miaka 430, mwambie mwenzako baada ya miaka 430. 430. Si Biblia inasema wana wa Israeli walikaa utumwani muda wa miaka 430, si ndio? Baada ya miaka 430, ile alichokisema Yusufu, ile ahadi ikatimia. Angalia kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 19. Kutoka 13 mstari wa 19. Biblia inasema, Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja naye. Baada ya miaka 430, wakati wana wa Israeli wanaondoka na kwenda kwenye nchi ya ahadi yao, Biblia inasema Musa akaichukua ile mifupa, maana Yusufu aliwaambia na kuwahimiza sana ya kwamba Mungu atakapowajia na kuwachukua kuwapeleka nchi ya ahadi yenu, msiache mifupa yangu kwenye nchi hii. Imani ni uhakika katika uaminifu wa Mungu kutimiza aliyoyasema bila kuangalia mazingira. Na naomba nikwambie jambo litakalo kusaidia. Njia rahisi ya kuendelea kuwa na bidii ya kuomba pasipo kuzuiliwa ni kuamua kuamini ahadi za Mungu kuliko uhalisia wa yale yanayoendelea kwenye maisha yako ya kila siku. Umenisikia nilichokisema? Na uandike wewe unakumbuka. Njia rahisi ya kuniwezesha kuendelea kumtafuta Mungu bila kuchoka. Njia rahisi ya kuniwezesha kuendelea kumtafuta Mungu bila kuchoka ni kuamini katika ahadi za Mungu kuliko uhalisia wa kile kinachoendelea kwenye maisha yangu. Njia rahisi ya kuendelea kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi bila kuchoka ni kutazama ama kuamini ahadi za Mungu na sio kutazama kile kinachoendelea katika mazingira yako halisi. Shetani akitaka kuzuia shauku yako ya kuomba, mara nyingi atajaribu kuyatazamisha macho yako katika uhalisia wa hali inayoendelea kwenye maisha yako. Na hapa ndipo ambapo kuna kipindi aliweza kucheza na Ibrahimu ambaye tunamuita baba wa imani. Kuna mahali Ibrahimu alizingua. Baada ya miaka 10, Biblia inasema kuwa ameshaingia kwenye nchi ya ahadi, alipotazama umri wake akalinganisha na kile Mungu alichosema, muda ukaanza kuongea, muda ukaanza kuzungumza, muda ukaanza kumsemesha. Nisikilize, shetani hutumia muda kuisemesha nafsi yako ili ufanye maamuzi yatakayoharibu kesho yako. Umenisikia nilichokisema? Shetani hutumia muda kuisemesha nafsi yako ili ufanye maamuzi yatakayoharibu kesho yako. Atakuonyesha umechelewa, atakuonyesha umri ni kama umeenda, atakuonyesha ni kama mliosoma nao ni kama wanafanikiwa sana kuliko wewe, ni kama watu wa umri wako wameenda mahali ambapo wewe wamezuiliwa. Nia ni nini? Sio anakuonyesha tu, anataka kuingiza wazo ndani yako litakaloshawishi maamuzi yako. Biblia inasema akashauriwa na mke wake ili aweze kuzaa na Hajiri. Biblia inasema hivi, hilo jambo likafanikiwa, lakini halikuwapa amani maisha yao yote. Nimekuwa narudia hapa wanangu, na naomba niseme tena, chochote kilichopatikana nje ya utaratibu wa Mungu hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Unanisikia nilichokisema? Chochote kilichopatikana nje ya utaratibu wa Mungu hakiwezi kukupa furaha
ya kweli. Imani ni uhakika katika uwezo wa Mungu kufanya, na ni uhakika katika uaminifu wa Mungu katika kutimiza ahadi zake. Angalia pia ukweli huo kwenye Warumi 4 mstari wa 19 mpaka wa 21. Warumi sura ile ya 4 mstari wa 19 mpaka mstari wa 21. Biblia inasema, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, Ibrahimu huyo, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara 20. Lakini akiiona, onelo neno, akiiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Biblia inasema imani ya Ibrahimu ilijengwa katika kuamini uaminifu wa Mungu katika kutimiza ahadi zake. Anasema alikuwa akiuangalia umri wake wa miaka 100, akiangalia hali ya umri wa mke wake, alikuwa anaamua kuyaondoa macho kwenye uhalisia, anaamua kuyarudisha kwenye kile ambacho Mungu amesema kwenye neno lake. Njia rahisi ya kuishi maisha ya utulivu wakati ambapo dhoruba inapiga kwenye eneo lolote la maisha yako ni kuamua kuyaondoa macho yako katika uhalisia na kurejesha moyo wako katika kile ambacho Mungu ameahidi kwenye neno lake. Swali langu ni hili: katika changamoto ambayo maisha yanakupitisha, ambao umekuwa unaomba na kuliitia jina la Bwana mara kwa mara, unafahamu kiasi gani kuhusu kile ambacho Mungu ameahidi kuhusu hali yako? Mwambie mwenzako, unajua nini sana? Unajua sana tatizo lako au ahadi ya Mungu kwako? Niliwahi kuambia hapa, naomba nirudie tena. Kilichomtofautisha mfalme Sauli na Daudi ni ufahamu waliokuwa nao. Daudi alikuwa na ufahamu kuhusu Mungu wake. Mfalme Sauli alikuwa na ufahamu kuhusu adui yake. Nikawaambia, kumjua adui yako ni nusu ya ushindi, ila kumfahamu Mungu wako ni ushindi kamili. Mwambie jirani yako, kumjua adui yako ni nusu ya ushindi, ila kumjua Mungu wako ni ushindi kamili. Biblia inasema Daudi alipoenda kwa mfalme Sauli akamwambia, huyu Sauli haumwezi, ni mtu wa vita tangu ujana wake. Utaona kwenye Samueli wa kwanza 17, ni mtu wa vita tangu ujana wake. Sauli ana uwezo wa kumwelezea Daudi kwa uhakika. Daudi akamwambia, sihitaji kujua sana kwa habari ya Sauli, kwa habari ya Goliati. Mimi kile ninachojua, nilikuwa nikipambana na simba na dubu, na mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nami. Mungu aliyeniokoa na mikono ya simba na dubu anaweza kuniokoa na mikono ya Mfilisti huyu. Kwa nini? Daudi alimjua sana Mungu wake, ikatengeneza imani ndani ya moyo wake. Mfalme Sauli alimjua sana Goliati adui yake, ikatengeneza hofu. Aina ya taarifa unazoingiza ndani yako zitaamua kiwango cha hofu na imani itakayojengeka ndani yako. Usiniangalie, andika wewe unakumbuka. Aina ya taarifa unazoisikizisha nafsi yako mara kwa mara, aina ya taarifa unazosikizisha nafsi yako au moyo wako mara kwa mara, zitaamua kiwango cha imani au hofu itakayozaliwa ndani yako. Aina ya taarifa unayosikizisha nafsi yako mara kwa mara itaamua kiwango cha hofu ama imani itakayozalishwa ndani yako. Ikiwa umeamua kuwa mtu wa maisha ya maombi, ni lazima ukubali kuwekeza kwenye eneo la ukuaji wako wa imani ili kuruhusu kupokea yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Nikuongezea jambo jingine. Imani ndio mkono unaoturuhusu kupokea mema ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Andika jambo hilo, unakumbuka, litakusaidia. Imani ni mkono wenye kutuwezesha kupokea mema ambayo
Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Ngoja nikuoneshe ukweli huo kwa haraka ili uweze kunielewa. Ni mambo ya msingi sana. Kinyume na hapo utakuwa na maombi mengi na mifungo mingi na kumtafuta Mungu, lakini utashangaa vitu havitokei. Alafu utahisi kama vile Mungu anakupotezea. Kumbe tatizo hujajua kanuni zinazotawala matokeo kwenye maisha ya maombi. Makanisa yamekuwa yanawaita watu kwenye kuomba, tuombe mifungo. Ni jambo zuri na lina maana, lakini tusipojua kanuni zinazotawala matokeo kwenye maisha ya maombi, hatutapata kitu. Naomba tuangalie kwenye kitabu kile Ngoja nione hapa kwa haraka. Waefeso 2 mstari wa 8. Waefeso 2 na mstari ule wa 8. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Waefeso 2:8 anasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Biblia inasema hivi, Mungu ametupa wokovu kwa neema. Yaani wokovu ni kazi ambayo Yesu aliifanya msalabani kwa ajili ya kila mtu. Lakini ili uweze kuupata na uweze kuleta matokeo kwenye maisha yako, kitu pekee kinachoweza kukufanya uka access zile baraka na matokeo yote ya wokovu na kuupata ni imani katika kile ambacho Kristo alikifanya. Maana yake Biblia inaweka wazi ya kwamba imani ndio mkono wa kupokea yote ambayo Mungu anayo kwenye akiba zake kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo bidii yako ya kuomba isipoambatana na kiwango cha ukuaji wako wa imani, mwisho wa siku utajikuta unatumia muda mwingi kumtafuta Mungu, lakini hautaona matokeo yakiwa halisi kwenye maisha yako. Nakumbuka kuwa imani ni matokeo ya aina ya taarifa tumesema, ambazo umechagua kuishibisha nafsi yako. Ni jambo la msingi kukumbuka na kuelewa hilo. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja kanisa la Mungu, tunaenda pamoja kanisa la Mungu. Lakini pia tuliongea jambo la msingi sana ambalo nataka pia ni kuongezee tena katika siku ya leo, ya kwamba imani inatutaka tumwamini Mungu kuliko rasilimali nyingine yoyote ambayo tunayo kwenye mazingira yetu, ambayo tunafikiri kwamba ina uwezo wa kutusaidia. Imani inatutaka tumwamini Mungu 100% zaidi ya rasilimali yoyote tulio nayo katika mazingira yetu, ambayo tunafikiri kwamba inaweza kutusaidia. Iko hivi, sijui nataka nitamani niweke katika lugha nzuri zaidi. Unachokitumia sio lazima kiwe ndicho unachokitumainia. Unachokitumia sio lazima kiwe ndicho unachokitumainia. Akili zako zikiondoka kwenye kumtumaini Mungu, hata katika mazingira ambapo rasilimali ulizo nazo zina uwezo wa kukupa matokeo, ulimwengu wako wa roho una uwezo wa kufanya kazi kinyume na ustawi wako na hausiende. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, na wala hataona mema yatakapotokea. Alafu inasema atakuwa kama fukara nyikani. Sio kwamba atashindwa kwa sababu hana rasilimali, sio kwamba atashindwa kwa sababu hana bidii. Kinachoamua matokeo kwenye maisha ya watu sio bidii peke yake, ni nguvu inayoshikilia bidii ya mtu nyuma yake. Narudia tena, kwenye maisha haya watu hawashindi kwa bidii peke yake. Bidii ina nafasi kubwa sana. Watu hawashindi kwa wingi wa maarifa walionayo peke yake. Maarifa yana nafasi kubwa sana. Inategemea nguvu inayosaidia bidii na maarifa ya mtu nyuma yake. Na ndiyo maana niliwahi kuambia, naomba nirudie tena, wenzenu upande wa giza kule
Mtu anaweza kuwa na mtaji wa biashara mkubwa kabisa, lakini kila akitaka kuanzisha biashara mpya lazima alete mganga aje afanye mambo pale. Wanaoita wataalamu ana mtaji na sio biashara ya kwanza, lakini anajua ya kwamba matokeo kwenye maisha hayaamuliwi na uwekezaji tu anaofanya mtu, inategemea na nguvu inayoshikilia bidii nyuma yake. Alafu kuna wewe, maombi yako tia maji, maisha yako ya ibada, mguu mmoja kwa Yesu mwingine nje, ueleweki umeokoka au mpagani, yani watu hawaelewi yani. Nimesema unachokitumainia ama unachokitumia sio lazima kiwe ndicho unachokitumainia. Utaona ukweli kwenye Samueli wa kwanza 17 mstari wa 38 mpaka wa 43. Samueli wa kwanza 17 38 mpaka 43. Natamani Bwana atupe neema kama watu tunaomtafuta Mungu kwa njia ya maombi, kuwa tunakuza tena eneo letu la imani kama eneo nyeti sana linaloweza kuamua matokeo ya maombi yetu, kwa sababu tumekubaliana mkono ya kwamba katika siku zote za maisha yetu tutakuwa tunaomba. Sasa lazima tujue ya kwamba ni kanuni gani zinazoamua matokeo. Samueli wa kwanza 17 38 mpaka 43, Biblia inasema hivi: ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamvika dirii, naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake. Ona rasilimali zote alizokuwa nazo hizo. Akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Ona 41. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. 42. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamuona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Biblia inaeleza vizuri kabisa pale ya kwamba Daudi alipoenda kwa Mfilisti, Mfilisti alipomuona akamwambia, nilitarajia utakuja na silaha zote za kijeshi ambazo tumezoea watu kuja nazo vitani. Anamwambia, unanichia mimi na mawe 5, unanichia mimi na fimbo, mimi nimekuwa nguruwe, mimi nimekuwa kondoo, mimi nimekuwa ng'ombe. Nilipenda sana majibu ya Daudi kuanzia mistari inayofuata, mstari wa 45 mpaka wa 47. Ona kitu ambacho Daudi alisema. Mstari wa 45 mpaka wa 47, Biblia inasema hivi: ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli, na jamii ya watu wote pia wajue kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Daudi anasema, mimi nakuja kukukabili. Unadharau aina ya silaha nilizonazo, ni sawa. Imani yangu ni kuwa Mungu hategemei nilivyo navyo mikononi mwangu kunisaidia, hata kama vinaonekana kuwa ni dhaifu na vinyonge. Mkono wa Bwana ukiwa pamoja nami, una uwezo wa kunipa matokeo makubwa ambayo silaha ulizonazo zingeshindwa kunisaidia. Ndio inaitwa imani. Tatizo lako kwenye mambo mengi, umekwama kwa sababu kila kitu ukitaka kufanya akili zako zinaanza kukuonesha pesa yako haitoshi. Ndio maana mpaka leo hujanunua kiwanja. Ndio maana mpaka leo hujajenga, umri unaenda. Ndio maana mpaka leo una mawazo mazuri ya hujaanzisha biashara ambazo umekuwa unatamani. Kwa sababu kila wakati ukifikiri unaanza kuangalia rasilimali ulizonazo kwenye mikono yako. Nisikilize, hakuna sababu, au niweke vizuri hivi, kila wakati ikiwa hatua zako za kuanza
zinaamuliwa na wingi wa rasilimali ulizonazo, tafsiri yake hayo maono ni madogo sana. Nenda kajipange upya kabisa. Ngoja nikwambie, ifike wakati uamue kufanya mambo makubwa kutokea katika mwanzo mdogo, ili kuruhusu nafasi ya Mungu kufanya. Utakapokuwa ukigeuka na kuangalia jana yako, unasema kama si Bwana aliyenisaidia nisingefika hapa nilipofika. Na nalizo lako usijui kama unasomaga Biblia vizuri. Ayubu anasema hivi, ndugu zake walimwambia, ijapokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo sana, lakini mwisho wako ungekuwa ni mkubwa sana. Mungu ana tabia ya kuanza na watu katika mwanzo wao ili kuwasaidia kuweza kufika katika mwisho mkuu wanaotamani kuufikia. Mwambie jirani yako, anza ulipo. Mungu atakupeleka unapotaka kufika. Anza ulipo. Unapochagua kuwa mtu wa maisha ya imani, umechagua kuamini katika uwezo wa Mungu, na umechagua kuamini katika uaminifu wa ahadi za Mungu. Tuliangalia jambo jingine la pili la muhimu sana moyo wa kila muombaji kuwa nao, ambao linaitwa moyo wa shukrani. Tagusa hapo tena kidogo alafu tutaendelea. Nagusia tu maeneo hayo ili at least kuendelea kukukumbusha na endelee kukuza ufahamu wako unapokuwa unamuomba Mungu. Moyo wa shukrani. Na andiko letu la msingi hapo likawa ni Wafilipi 4 na mstari wa 6. Wafilipi sura ile ya 4 na mstari ule wa 6. Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Anawaambia Wafilipi, msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Nilizungumza na nikasema naomba nirudie kwa faida ambayo hamkuwepo. Kila mtu anayo sababu ya kumshukuru Mungu. Kila mtu anayo sababu ya kumshukuru Mungu. Na ukishindwa kumshukuru Mungu kwa yale uliyomuomba na hajakupa, basi mshukuru Mungu kwa yale ambayo haukumuomba na amekujalia kuwa nayo. Mmenisikia nilichosema? Ikiwa hauwezi kumshukuru Mungu kwa sababu kuna mambo uliomba na hajayafanya, basi mshukuru Mungu kwa mengi ambayo haukuomba lakini amekupa. Kuna vitu Mungu amekupa kwenye maisha yako ambavyo haukuvipata umevipata lakini havilingani na uwekezaji wa bidii ya kuomba uliouweka. Alafu kuna watu hicho ambacho Mungu alikupa wewe kirahisi, kwao ni maombi, wanafunga na kuliitia jina la Bwana ni miaka sasa. Nafsi yako ikishindwa kumshukuru Mungu kwa yale ambayo hajakufanyia bado, basi ikumbushe kumshukuru Mungu kwa yale aliyokusaidia. Kabisa. Kabisa. Na ngoja nikwambie, kila wakati Mungu anapoyasaidia maisha yetu, anatutazamia na kututarajia kuona tunarudi mbele zake tukiwa na moyo wa shukrani. Kila hatua ambayo Mungu anakusaidia kwenye maisha yako, jifunze kurudi mbele za Mungu ukiwa na moyo wa shukrani. Nilizungumza siku moja hapa nikiwa nazungumzia hicho kipengele, nikasema Wakristo wengi mmekosa ufahamu sahihi kwa habari ya eneo la shukrani. Na ndiyo maana mara nyingi huwa mnasubiri kumshukuru Mungu wakati mambo yametokea kama vile ambavyo mlikuwa mnatarajia. Ngoja nikwambie, Mungu akifanya kwenye namna ambayo tunaitarajia anabaki kuwa ni Mungu. Lakini hata akifanya kwa namna tofauti na matarajio yetu, bado anabaki kuwa ni Mungu, ya kwamba mawazo yake ni mazuri. Binti yangu, wakikuacha, nenda katafute sadaka ya shukrani, mwambie Bwana ninakushukuru. Asante kwa kuruhusu huyu kijana kwenda mbali nami. Ni kweli moyo wangu ulimpenda na nilitamani awe sehemu ya maisha yangu. Lakini angelikuwa ni mtu wa kusudi lako angebaki. Asante kwa kufungua mlango ulio wazi wa kwenda ili kuruhusu aliyekusudiwa aje kwa ajili ya maisha yangu. Lazima amen ziwe chache. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa pale ndio unaelewa maana ya lile andiko Paulo anasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu.
Utaona kwenye Ezra sura ile ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 13. Ezra sura ile ya 3 10 mpaka 13. Niwaambie watu wa Mungu, kuna wakati mwingine nenda mbele za Mungu, usiongee shida zako. Kama muombaji usiongee matatizo yako. Mwambie Bwana, leo nimekuja mbele zako. Sijaja na hitaji jingine lolote. Leo mimi Mungu nimekuja kukushukuru. Anza kuainisha maeneo ambayo Mungu amekusaidia. Anza kuangalia yale ambayo Bwana amefanya. Unaweza ukakuta masaa 5 ya kuomba ni machache sana, kwa sababu unagundua Mungu aliyofanya ni mengi ambayo unapaswa kumshukuru. Ni muhimu sana kujifunza kuwa na moyo wa shukrani ili kupokea majibu zaidi. Ezra 3:10 mpaka 13 Biblia inasema, hata wajenzi walipouweka msingi wa hekalu la Bwana, wakaweka makuhani wamevaa mavazi yao. Mstari wa 11, wakaambiana wakamuhimidi Bwana na kumshukuru. Sikia hilo neno, wakaambiana wakamuhimidi Bwana na kumshukuru, wakasema kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake kwa Israeli ni za milele. 12, bali makuhani wengi na Walawi na wakuu wa mbari za mababa waliokuwa wameiona nyumba ya kwanza, wakati wa msingi wa nyumba huu ulipowekwa mbele za macho yao, walilia kwa sauti kuu, na watu wengi walipiga kelele za furaha, hata watu wasiweze kupambanua kelele za furaha na kelele za vilio vya watu, maana watu walipiga kelele kwa sauti kuu na kelele zao zikasikilikana mbali sana. Ilikuwa ni wakati ambapo Israeli wamerudi kujenga msingi wa hekalu ambalo lilikuwa limeharibiwa. Biblia inasema walipoweka tu msingi wa hekalu, watu wakafanya ibada, wakamshukuru Mungu. Kumbuka, jengo lilikuwa halijakamilika. Katika level ya mwanzo kabisa wameweka tu msingi, ile macho yao yameona, wakasema Bwana, hata hichi tunachokiona tunakushukuru. Tunakushukuru. Niwaambie ni watu, kuna wakati tu huwa mnajizima data. Kuna watu mkikumbuka maisha ya kwenu mlipotoka na pale Mungu alipokusaidia, wewe mwenyewe unaona kabisa kama sio Mungu nisingefika hapa nilipo. Mara nyingi huwa nawapa huu mfano ya kwamba kuna watu wengine mmezaliwa kwenye familia zilizokuwa duni mno. Wakati mwingine lilikuwa sinia la chakula kule kijijini likitengwa, mnazunguka watu 10, ni kasi yako ya kula ndio inaamua kushiba. Kiasi ambacho leo tukikwambia safarini kuchimba dawa na kula ni dakika 5, mwenzetu unaziona ni nyingi. Uzoefu wa maisha ya kwenu umekujenga na kukusaidia, uko shapu vibaya, yani una spidi hatari. Lakini Bwana amekusaidia leo kwenye maisha haya, una uwezo wa kula unachojisikia, una uwezo wa kufanya. Ikiwa hauwezi kumshukuru Mungu kwa yale madogo ambayo amefanya, hata kama atafanya makubwa kiasi gani kwenye maisha yako hauwezi. Ukitaka kuwa muombaji mwenye matokeo, ifundishe nafsi yako kumwambia Mungu asante, hata kwa vile ambavyo moyo wako unaona ni vidogo. Jifunze kumshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu. Jifunze. Kila mtu anayo sababu ya kumshukuru Mungu. Na ngoja nikwambie, moyo wa shukrani hufungua mlango wa ongezeko katika vichache tulivyo navyo katika mikono yetu. Narudia tena, moyo wa shukrani hufungua mlango wa ongezeko katika vichache tulivyo navyo kwenye mikono yetu. Unapojifunza kumshukuru Mungu kwa vichache ulivyo navyo katika mikono yako, unaruhusu nguvu ya Mungu kuzalisha zaidi katika kile ulicho nacho. Utauona ukweli huo wakati Yesu alipoenda kwa wale watu akawakuta wana samaki wachache na vile vimikate. Biblia inasema alipochukua akamshukuru Mungu, na baada ya kushukuru Biblia inasema Mungu akaviongeza, wale watu wakala wakashiba mpaka na vingine vikabaki. Tunapokuwa ni watu wa moyo wa shukrani, tunatoa nafasi. Nimekuwa nawaambia hapa, watu wengi wanaponiangalia na mke wangu wanafikiri furaha, mafanikio na amani tulio nayo ni matokeo ya bahati mbaya. Ni moja ya kitu kinachotusaidia ni moyo wa shukrani. Kila mwaka inapofika wakati wa anniversary yetu, tunakuwa na sadaka yetu ya shukrani, na huwa tunaenda kwa mzee wangu mchungaji, tunamwambia baba, tumekuja vijana wako, tumekuja na sadaka yetu ya shukrani. Kweli sisi ni watumishi wa Mungu na Mungu ametuita, lakini tunaamini katika mafuta ya wale walio juu yetu. Tumekuja kumwambia Mungu asante, Bwana ametusaidia mwaka mzima, tumekuwa na furaha, hatujagombana, tumetimiza malengo, upendo kama wote. Mungu tunakushukuru. Yani tunapendana sisi, lakini tunamwambia Bwana asante, maana kuna watu kinanuka huko. Hapa Kariki, moyo wa shukrani. Na kwa namna hiyo tumekuwa tunamuona Mungu akitusaidia. Mwaka wa 7 sasa tunaishi pamoja, hatujawahi kununiana wala kwenda kulala tukiwa hatuongei. Si watu tunashangaa wale wengine ambao mnakaga muongei, mna shida gani?
Miaka 7. Na niwaambie watu, niwaambie jambo litakalo kusaidia. Jifunze kumshukuru Mungu na jifunze kuwashukuru watu ambao Mungu amewatumia kukusaidia kwa namna mbalimbali kwenye maisha. Jifunze kumshukuru Mungu na jifunze kuwashukuru watu ambao Mungu amewatumia kukusaidia kwenye hatua mbalimbali kwenye maisha. Mara nyingi huwa nikiwa naenda Dodoma kwa wazazi wangu, mara kwa mara huwa naenda namwambia mama na baba, ninawashukuru. Asante kwa namna mlivyoweza kutulea. Asanteni kwa namna ambavyo mlituongoza. Wakati mwingine huwa namwambia mama, namwambia baba, asante kwa kumuoa huyu mama. Yamkini ungeoa mwanamke mwingine ambaye sio wa namna hii, yamkini tusingekuwa na maisha tulio nayo. Tunamsumia nikamwambia, ninakushukuru kwa kumuoa mama mkali, maana wewe ni mpole, alitunyoosha na kututengeneza ili tuwe watu tunaofaa. Asante kwa namna ambavyo umekubali kutusomesha na kuwekeza. Wewe unaona ni kama walikuwa wanatimiza wajibu wao, lakini kuna watu wana wazazi wana uwezo na hawawasaidii. Jifunze kama wapo, waambie, washukuru mara kwa mara, zungumza nao katika moyo wa shukrani. Jifunze kumshukuru Mungu na jifunze kuwashukuru watu waliokusaidia. Unaona shida gani ukirudi nyumbani kuwashukuru wazazi wako kama wapo? Unaona shida gani? Unaona shida gani? Wewe jamaa, unaona shida gani kuwa unamshukuru yule mama kwa namna ambavyo anakutunza na watoto na kukuhudumia? Mimi wanamwambia mke wangu mara nyingi, namwambia asante kwa kunikubali, ninakushukuru. Asante kwa kuhatarisha maisha na kukubali kuambatana na mimi siku zote za maisha yako. Miaka 7 sasa tuko pamoja, nakushukuru. Haikuwa lazima iwe mimi. Nakushukuru. Yaani naona ni privilege yeye kukubali kuambatana na mimi siku zote za maisha yake. Mama Upendo, ukisikia neno kama hilo, daktari anakuambia pale, Nagenjwa nakushukuru sana, asante kwa kukubali kuambatana pamoja na mimi, unajisikiaje? Jifunzeni moyo wa shukrani, kuwashukuru watu lakini pia kumshukuru Mungu. Jifunze kusema. Wengine wanishega tu, Bwana amefanya, Bwana amefanya. Bwana amefanya, anafanyaje kupitia watu? Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja Na naomba nikuongezee jambo jingine kwa habari ya moyo wa shukrani nitakalo kusaidia. Shukrani ni tendo la imani. Shukrani ni tendo la imani. Kabisa. Shukrani ni tendo la imani. Utaona ukweli huo kwenye Yohana 6 mstari wa 5 mpaka wa 13. Yohana sura ile ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 13, utaona hapo namna ambavyo Yesu alishukuru kwa imani katika vile vichache vilivyokuwepo, ile mikate 5 na wale samaki 2, na baada ya hapo ile shukrani kama tendo la imani likaachilia ongezeko zaidi. Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja Yes, naomba tuendelee tena mbele zaidi. Tuliendelea mbele zaidi tena tukaangalia sababu nyingine ambayo nafikiri tuliangalia wiki iliyopita, ambayo ilikuwa ni moja ya jambo la muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nao, ilikuwa ni uwezo wa kupokea kutoka kwa Mungu. Naomba leo nitagusa tena hapo na kumalizia hapo, alafu Bwana akitupa nafasi tutaendelea. Uwezo wa kupokea kutoka kwa Mungu. Sasa hapa naomba unisikilize kidogo, na ili jambo ni muhimu sana kama umechagua kuwa mtu wa kuamini kwenye maisha ya maombi ili upate matokeo. Kinyume na hapo itakuwa ni kwa hasara yako. Iko hivi, Mungu ana uwezo wa kufanya yote tunayomuomba, ila hawezi kufanya zaidi ya uwezo wetu wa kupokea tunayomuomba. Mungu ana uwezo wa kufanya yote tunayomuomba, ila hawezi kufanya zaidi ya uwezo wetu wa kupokea tunayomuomba. Naomba nirudie tena, nitakupa mfano. Mungu ana uwezo wa kufanya yote tunayomuomba, lakini hawezi kufanya zaidi ya uwezo wetu wa kupokea tunayomuomba. Natamani nikuoneshe hapa andiko fulani litakalo kusaidia.
Nataka nikuoneshe hapa andiko litakalo kusaidia. Tukianza kutokea hapo, nafikiri unaweza ukanielewa zaidi. Wafalme wa pili 4 mstari wa 2 mpaka wa 6. Wafalme wa pili sura ile ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 6. Biblia inasema hivi: Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanaye. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Habari hii inaonyesha habari ya mwanamke, mke wa nabii, aliyekuwa na madeni. Amekwenda kwa Elisha akihitaji msaada, Mungu amsaidie. Biblia inasema Elisha akamwambia, una nini? Akamwambia, nina mafuta. Akamwambia, enenda kwa jirani zako ukatake vyombo, lakini usitake vichache, katake vingi, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kufanya, lakini uwezo wa vyombo vyako utaamua ukubwa wa muujiza wako. Na nielewa sasa Na nielewa vizuri Kwa nini alimwambia usitake vichache? Maana yake anasema usizuie nguvu na uwezo wa Mungu kukupa zaidi. Mungu yuko tayari, ila uwezo wako utaamua kabisa. Biblia inasema hivi, akaamua kwenda kuchukua vyombo, wakajaza mafuta. Wakati mafuta yanaonekana yanatakiwa kuendelea, vyombo vikakata. Anawaambia, nileteeni vyombo vingine. Wakamwambia, vimeisha. Muujiza ukakata. Kilichoamua ukubwa wa majibu ya maombi yake hakikuwa nguvu za Mungu kwenye maisha yake, ila ni uwezo wa vyombo vyake katika kupokea kile ambacho Mungu alikuwa anakiachilia. Kwa hiyo kuna vitu kwenye maisha utamuomba Mungu sana, usipokuza uwezo wako, Mungu hatakuja kukaa kafanya. Hatakuja kukaa kafanya. Nakwambia, maombi yanatoa nafasi ya Mungu kufanya kwa sehemu yake, lakini pia yanataka wewe ufanye kwa sehemu yako. Mahali unapohitajika kwenda kuongeza elimu, nenda kasome. Mwambie mwenzako kasome. Mahali unapohitajika kuongeza ujuzi na kujifunza zaidi katika kile unachokifanya, nenda kajiongezee ufahamu. Mungu ana uwezo wa kufanya zaidi ya tuyaombayo na tuyawazayo, lakini anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Moja ni nguvu ya Roho Mtakatifu, 2 ni uwezo. Biblia inasema ukubwa na uwezo wa vyombo uliamua ukomo wa muujiza. Sisi sio kuomba tu, ishu sio kufunga tu. Kwa kiwango gani ndani yako umekuza uwezo kwenye eneo ambalo unataka Mungu afanye? Yaani kuna mtu anatamani Mungu ampe ndoa na familia, lakini akimwangalia tabia, maadili na moyo wake, anajua kabisa huyu pasua kichwa atasumbua huyu. Kama uko na binti pembeni, mwambie chonga tabia. Ni muhimu sana. Uwezo wako unaamua kwa kiwango gani Mungu atajibu. Ni kweli ambazo watu wengi wakifundishwa maombi hawaambiwi. Wengi wanaambiwa omba Mungu anajibu. Haitoshi. Tumeambiwa hivyo kwa miaka mingi, lakini mbona tuoni? Lazima tujue zaidi. Biblia inaweka vitu vyote wazi kwa upana na urefu wake kabisa. Nini kinaweza kuzuia maombi yako? Nini kinaweza kuruhusu maombi yako kufanya kazi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Niliwaambia wiki iliyopita, naomba nirudie tena kwa msisitizo. Maisha yatakupa nafasi katika kile unachokijua sana.
maisha yatakupa nafasi na kukufungulia milango katika kile unachokijua sana. Kwa hiyo kuna vitu hata kama utaomba, kama ufahamu wako na uwezo wako uko chini, utashangaa vitu havitokei. Utashangaa nafasi zinakukataa. Unaomba sana lakini wengine wanaenda sana ambao hawaombi sana kama wewe. Kwa sababu moja tu, maisha yatakupa nafasi katika yale maeneo ambayo unajua sana. Kama unabisha, nenda kasoma Biblia yako, utagundua kilichomfanya Yusufu akapewa nafasi kwenye serikali ya Farao aliyekuwa mtumwa ilikuwa ni uwezo wake wa kutafsiri ndoto, si ndio? Si ndio? Maisha yatakufungulia milango kwenye maeneo ambayo unaufahamu. Kilichomfanya Danieli na wenzake wakapewa nafasi kwenye serikali ya Babeli ilikuwa ni nini? Akili, uwezo na ujuzi na hekima na roho ya Mungu ya ubora iliyokuwa pamoja nao. Ngoja niwaambie, huduma hii haitakuwa zaidi ya uwezo nitakaoukuza ndani yangu. Mungu akiona nimeshindwa kukuza uwezo wangu katika watu wachache, hawezi niamini katika watu 1000. Hata kama nitafunga na kuomba na kulitia jina la Bwana, ukuaji wa huduma utategemea ukuaji wa uwezo wangu wa ndani katika kulihudumia kundi. Kabisa. Kabisa. Ishu sio kuomba tu. Ni vizuri ukaomba, lakini Biblia inaweka wazi ya kwamba kwa kiwango gani una uwezo. Niliwaambia hapa mfano wa wale watu ambao Yesu aliwapa talanta, si ndio? Anasema mwingine akapewa 1, mwingine akapewa 2 na mwingine akapewa 5. Kila mmoja sawa sawa na uwezo wake. Na Biblia inasema walipoleta matokeo, nini kilitokea? Wa 5 akaleta 5, wa 2 akaleta 2, wa 1 akaifikia ndani. Kwa nini? Fikiria mtu wa 1 angepewa 5, ingekuwa ni hasara kiwango gani? Maana yake kuna vitu Mungu hatatupa ikiwa hajaridhishwa na kiwango cha ukuaji wetu wa ndani. Hali yako ya ukuaji wa kiroho ukoje? Unaweza kuwa unatamani Mungu akufanikishe kwenye vitu vingi, lakini kuna watu hapa Mungu akiwaletea baraka tu hata kama ni za fedha kwa ghafla, mnaweza mkaiacha imani. Naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Kila mwaka ambao Mungu anakupa kuuona, unapaswa kuambatana na ongezeko la uwezo kwenye eneo fulani la maisha yako. Kila mwaka ambao Mungu anakupa kuuona, unapaswa kuambatana na ongezeko la uwezo kwenye eneo fulani la maisha yako. Unaposherekea siku yako ya kuzaliwa, unaposherekea mwaka mwingine, jifanyie tathmini kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Jipime na kuona umekuwa na kuongezeka kwa kiwango gani. Kabisa. Kwa sababu uwezo ni moja ya kitu muhimu ambacho Mungu anatumia. Kitaamua. Na tulianza kuangalia mambo yanayoamua uwezo wa mtu kuzaa matokeo kwenye maisha yake. Mnakumbuka Tulianza kuangalia hapo mambo yanayoamua uwezo wa mtu kuzaa matokeo kwenye maisha yake. Tumeona Mungu ana uwezo, lakini ukubwa wa kile atakachofanya kwenye maisha ya mtu inategemea sana uwezo anaoukuza ndani yake. Uwezo alionao mtu una fakta zaidi ya moja ambayo huwa inaweza ikaamua ukubwa wa matokeo yatakayozalishwa katika uwezo wa mtu. Kwa hiyo kama muombaji ni muhimu sana ujue. Jambo la kwanza tulisema ni bidii ya kujifunza. Uwezo unakuzwa kwa kujifunza. Kadiri unavyojifunza unakuza uwezo na uelewa wako. Mwambie mwenzako penda maarifa. Mwambie tena penda maarifa. Tulisema ni bidii ya kujifunza, na tulimuona Mtume Paulo kama mfano kwenye Matendo ya Mitume 22:3 na kitabu cha Timotheo wa pili 4:13. Matendo ya Mitume 22:3 na Timotheo wa pili 4:13. Tulimuona Paulo ambavyo alikaa chini ya mwalimu wake Gamalieli. Lakini tuliangalia jambo la pili, si ndio? Ambao tunaita ni uhusiano wa mtu na ulimwengu wake wa roho. Tulitazama hapo
Yes, uhusiano wa mtu na ulimwengu wake wa roho. Tulisema mtu ni mwili na roho. Kwa hiyo mtu anahusiana na viumbe katika ulimwengu wa mwili, lakini pia lazima akuze uwezo wake wa namna anavyohusiana na ulimwengu wake wa roho. Naomba nirudie tena kwa msisitizo mkubwa. Uhusiano wako na ulimwengu wako wa roho utaamua mambo utakayoweza na mambo utakayoshindwa kwenye maisha yako. Na ndio maana ni vizuri sana kuinvest zaidi kwenye eneo la uhusiano wako na Mungu kwa njia ya maombi, kusoma neno na vitu vinavyoendana na hivyo. Bwana asifiwe. Sitamani sana kurudi huko kwa sababu tuliangalia mifano mingi mbalimbali hapo, na tukirudi huko tutachukua muda mrefu zaidi. Tuliona mfano wa Yeriko kwenye ile kitabu cha Yoshua sura ya 6, namna ambavyo uhusiano wao na ulimwengu wa roho uliachilia maelekezo uliowapa ushindi. Naomba tulione jambo jingine la 3 ambalo linaamua uwezo wa mtu kuweza kuzalisha matokeo kwenye maisha yake. Ni matamko yaliyoachiliwa kwenye maisha ya mtu. Matamko yaliyoachiliwa kwenye maisha ya mtu. Hapa naomba nizungumze kidogo. Iko hivi. Tangu mwanzo katika uumbaji, maneno hayakuanza kutumika kama lugha ya mawasiliano. Maneno yalianza kutumika kama lugha ya uumbaji. Narudia tena. Tangu kitabu cha Mwanzo 1, Biblia inaonyesha ya kwamba maneno hayakuanza kutumika kama lugha ya mawasiliano. Yalianza kutumika kama lugha ya uumbaji. Biblia inasema chochote ambacho Mungu alisema ndicho ambacho Roho wa Mungu alikiumba na kukifanya. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili unatawaliwa na kuendeshwa na nguvu za matamko. Bimithali anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wote waupendao watakula matunda yake. Ngoja nikuoneshe hapa. Utaona kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 12:2 mpaka 3, Biblia inasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Sikiliza matamko hayo. Na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mungu anaanza na Ibrahimu anapoondoka. Anamwambia enenda katika nchi ile niliyokuambia, nitakubariki, nitakuzidisha. Maana yake ni nini? Yeyote na chochote ambacho kingejaribu kuzuia uwezo wa Ibrahimu kuleta matokeo kisingefanikiwa. Kwa nini? Bidii yake na uwezo wake vimeshikiliwa na matamko ya baraka nyuma yake. Na ndio maana huwa anawaambia hata wazazi, ni jambo la hovyo kabisa, siku ya sherehe ya kijana wako, send off au harusi, unafika pale unaanza kuongea, mwanangu nenda ukaishi vizuri na mume wako. Kama akuona ukiishi vizuri na baba yake, hakuna kitu ataelewa. Nafasi pekee ya kukuelewa ilikuwa namna alivyokuona ukiishi na baba yake nyumbani. Biblia inasema wazazi wamebeba baraka ya matamko kwenye vinywa. Subiri itakapofika send off ya Delight uone yule atakayejichanganya kumuoa. Asante sana mzee. Kabisa sina maneno mengi. Siku ya harusi au send off nawaambia pigeni magoti hapo. Naweka mikono na mama yao juu yao. Katika jina la Yesu ninaachilia baraka za Bwana juu yenu. Mungu awape kufanikiwa na kustawi. Ninawavua umaskini na wavika utajiri na rehema. Ninapiga utasa na achilia uzao kwenye maisha yenu. Yale ambayo wazazi wenu tulishindwa kuyapata kwenye maisha, Mungu atawajalia kuyafikia. Chochote ambacho Mungu alitupa kwa kuchelewa, Bwana atakileta kwenu mapema. Mungu atapigana kinyume cha adui zenu. Kila atakayejaribu kuzuia hatua zenu hatafanikiwa. Bwana atawapa kustawi na kuenea. Uzao wenu utakuwa heri. Mungu atawasaidia. Bwana atawafanya kuwa watu wakuu. Ninasema wewe
Neno ubarikiwe mwanangu lina baraka kubwa kuliko neno nakupenda kutoka kwa mpenzi wako. Wazazi, jifunzeni kuwatamkia watoto wenu mema. Jifunzeni kuweka mikono juu yao. Katika jina la Yesu ninaachilia baraka za Mungu juu yako. Bwana akakufanikishe. Taabu yako isiwe bure. Mungu akupe kuinuka na kufanikiwa. Malango yako yakakufungukie. Usiondoke na baraka zetu. Mwambie jirani yako, usiondoke na baraka za watoto wako. Angalia kwenye kitabu kile cha Mwanzo 27, mstari wa 27 mpaka wa 29. Mwanzo 27, mstari wa 27 mpaka wa 29. Biblia inasema hivi: akakaribia akambusu. Mwanzo 27 mpaka 29. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema. Mzee Isaka huyu anambariki Yakobo. Tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani na alaaniwe, na atakaye kubariki na abarikiwe. Umeona mzee Isaka Mzee Isaka anambariki kijana wake Yakobo. Anamwambia Mungu na akupe ya umande wa mbingu. Bwana na akupe nafaka. Maana yake ukilima, Mungu na akupe matokeo. Ukifanya biashara, mwanangu ukafanikiwe. Anasema yeyote atakaye kuja kinyume na maisha yako na asifanikiwe. Bidii yake na uwezo wake vinaachiliwa na kuatamiwa na matamko ya baraka juu yake. Ona kilichotokea baada ya miaka 20. Ukisoma kama ni msomaji mzuri wa Biblia utakuja kugundua alienda Yakobo alipoondoka kukimbia, alikaa kule miaka 20. Mwanzo 31:1 mpaka 3. Mwanzo 31:1 mpaka 3. Biblia inasema, basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Biblia inasema Yakobo baada ya miaka 20 ameenda kule, amefanikiwa, mpaka shemeji zake wakaanza kumuonea wivu juu ya mali alizozipata. Nini kilimfanikisha ndani ya miaka 20? Sio bidii yake tu, ila ni matamko ya baba aliyoyaachilia kwenye maisha yake. Kama Mungu amekupa wazazi wapo, jifunze kujizoeza kugusa mioyo yao kwa kiwango cha kuruhusu midomo yao kusema matamko ya baraka juu ya maisha yako. Kuna watu wanatamani wangekuwepo, wangewatamkia, ila hawapo. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Matamko ni njia ya Mungu ya kuachilia uwezo wa mtu kufanikiwa kwenye kila afanyalo. Matamko ni njia ya Mungu yenye kuachilia uwezo wa mtu kufanikiwa kwenye kila afanyalo. Ukisoma Biblia vizuri utakuja kuona kuna mahali Yakobo akiwa anarudi, akafika mahali pale akasema, nalivuka katika mto huu nikiwa na fimbo tu, lakini leo nimerudi nikiwa na mali nyingi. Ni pale ambapo alipomfanyia Bwana ile nadhiri yake ya kwamba ukinibariki nitakapokwenda, ukinipa chakula, na Bwana akamtimizia yote aliyomuomba. Naomba niwaambie, wazazi wako wamebeba matamko ya baraka ya maisha yako. Watu waliokulea wamebeba baraka ya matamko yenye uwezo wa kubadilisha maisha yako. Mchungaji wako amebeba baraka za Mungu na matamko yenye uwezo wa kubadilisha maisha yako. Ulimwengu wa roho unawezesha uwezo wa mtu kutegemeana na nguvu ya matamko iliyotamkwa nyuma yake. Unasema nini kuhusu maisha yako? Nimalizie kwa kusema,
wewe ndiye nabii wa kwanza wa maisha yako. Matamko yote tutakayotamka juu yako, ikiwa yatapingana na kile unachosema kwenye midomo yako, hakuna kitu kitatokea kwenye maisha yako. Na ndiyo maana wakati mwingine tunakuombea kanisani, tunakuwekea na mikono, alafu ukitoka kule nje wewe unaanza kusema ya kwamba huu ugonjwa utaniua. Na kuambia kweli utakufa na tutakuzika. Tunakutamkia baraka, Mungu atakupa ndoa yenye furaha, Bwana atakusaidia. Ukikaa na wenzako unasema wanaume wote mbwa, hakuna atakaye kuoa. Biblia inasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya midomo yake. Matamko yamebeba nafasi. Na ngoja nikwambie, matamko yana uwezo wa kuumba vitu bila kujali umbali kati ya mtu anayetamka na yule anayetamkiwa. Simeona huyu mtu alimwendea Yesu akasema nini? We sema neno tu, ukisema neno kule aliko kijana wangu atapona. Uzuri wa maombi hayazuiliwi na umbali. Distance sio barrier. Unaweza ukawa huko India, nikasema katika jina la Yesu kule aliko Bwana. Kwa mfano wewe ukiwa naomba, nasema Baba katika jina la Yesu madhabahu zote za India naomba Bwana zisiazuru maisha ya Kivara, Bwana ukamlinde na kumtunza, Mungu akafanikiwe. Hata kama nasema niko Tanzania, ulimwengu wa roho kule India unasikia na unaachilia uzima. Mnaonaga mara nyingi hapa, mmeona nikiwa naombea watu fungu la 10 na kuwa nawaita mbele hapa na kutamka. Kwa nini? Natumia nafasi yangu kama kuhani na mtumishi wa Mungu, kwa sababu najua chochote nitakachokitamka juu ya watu hao na sadaka zao, Mungu atafanya. Matamko yana uwezo wa kuumba na kuvifanya vitu au bidii ya mtu kuleta matokeo kwenye maisha yake. Naomba tusimame. Maisha ya maombi ni zaidi ya kuomba. Ikiwa